Nilikuuliza kuhusiana na timu kubwa ambazo zimetoka nje ya viwanja vyao vya nyumbani zimeshindwa kupata matokeo, lakini ukasema nisikufananishe nao, na leo kweli umetoka nje ya uwanja wenu wa nyumbani, mechi yenu ya kwanza ugenini mmepata ushindi. Hii unaizungumziaje? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata ushindi katika mchezo wa leo. Haikuwa nyepesi hata kidogo. Kila mmoja ameona ugumu wa mchezo huu, na uzuri ni kwamba tulishajiandaa psychologically kukutana na upinzani mkubwa namna hii. Moja kati ya timu ngumu sana hivi sasa katika ligi yetu ya Tanzania ni pamoja. Nichukue nafasi hii kabisa kumpongeza mwalimu Ahmad Ali kwa namna ambavyo ameitengeneza JKT na kuifanya kwa moja kati ya timu. Tumezoea kuiona timu ya JKT ama timu zenye kijeshi wakitumia nguvu zaidi kuliko ufundi. Lakini tangu ujio wa mwalimu Ahmad Ali ameibadilisha JKT, sasa inatumia nguvu lakini vile vile wanatumia mipango mingi ya kiufundi. Unaona JKT wanaanzia mahali kwanza chini, wanapiga pasi moja mpaka wanafika langoni kwa mpinzani. Ni mabadiliko makubwa ambayo ameifanya technician Ahmad Ali, na kwa hilo kusema kweli anastahili kila pongezi, na kama taifa tuna kila sababu ya kama lulu kubwa katika mpira wetu wa Tanzania. Lakini pamoja na ubora waliokuwa nao JKT Tanzania na Simba Sports Club isiyoshindika, isingewezekana kwa namna yoyote ile JKT Tanzania kupata ushindi au walau sare mbele ya Simba. Kikubwa ambacho wamekipata hilo na kila sababu ya kufanya sherehe kubwa ni kupata kagoli kamoja mbele ya isingewezekana alama moja kwa sababu ya ubora tuliokuwa nao. Tuliweka heshima, tuliweka mpira chini, tukaangalia namna gani tunaweza. Kipindi cha kwanza ikawa ngumu, kipindi cha pili meneja Dimitar Pantev akabadilisha mipango yake ya kiufundi sanjari na kubadilisha wachezaji, na tumeona imetulipa. Tumepata mabao mawili na almanusura tupate bao 3 la Eli Mpanzu, lakini yote kwa yote sisi tunao furaha kubwa kwa ushindi huu ambao tumepata. Tumeendeleza maximum winning na 100% winning kwenye mechi zetu. Mechi 3 tumeshinda. Hakuna timu yoyote ya ligi kuu ya Tanzania msimu huu ambayo kushinda mechi 3 mtawalia. Ni Simba. Nimeridhika 100%. Of course bado kuna kazi kubwa ya kuendelea kufanya, kuiboresha timu yetu, kuweza kutumia zaidi na kutengeneza zaidi nafasi. Hiyo ni kazi ya mwalimu wetu Dimitar Pantev. Sisi mashabiki tumeridhika, tulikuja kufuata ushindi, tumeupata ushindi, tuna ganga yajayo. Bwana Morris Abraham kwa alichokionyesha, kuna muda anakuja kama Messi anakataa. Namzungumziaje? Amekuwa kila akipata nafasi anaonesha ubora wa hali ya juu sana. Tangu amekuja, hii ni mechi ya 3 ya ligi kuu, tumecheza mechi 4 za kimataifa. Zote hizo ambazo amepata nafasi, aidha akianza anakuwa na mchango chanya, akiingia kutoka kwenye mabadiliko juu sana. Tazama utulivu wake, namna ambavyo akikaa na mali upande huu wa kulia anakuwa na option nyingi, anaweza akakatiza uwanja akaingia, anaweza akapiga pasi. Ni mchezaji ambaye amekamilika kwa 100%. Ile ambayo watu wamekaa wengi kwenye kikundi, unapenyeza katikati yao. Alifanya hata kwenye utengenezaji wa goli la pili, alipenyeza katika watatu wa JKT, wakatamani kama kuigusa, ikawaporochoka, ikamkuta Simba mweusi akafunga walete. Mechi zote mlizocheza mmetoa man of the match. Leo ilikuwa ni zamu ya Wilson Nangu. Tulijua moja kati ya silaha ambayo tutaitumia kuangalia JKT Tanzania ni silaha mbili, ya Wilson Nangu pamoja
na Yakubu Suleiman, na imetulipa. Kwanza imeonyesha kwa nini tuliwaamini na kuwasajili, lakini inaonyesha ni kwa namna gani ilikuwa ngumu kumsajili mchezaji aina ya Yakub pamoja na Wilson Nangu. Leo wamefanya kazi kubwa. Wilson Nangu ameibuka shujaa, anakuwa mchezaji bora wa mchezo huu wa leo, lakini kama haitoshi ndio mchezaji ambaye aliyeturejeshea pumzi na matumaini. Baada ya JKT kuwa ametutangulia, pumzi ikaanza kukata, watu wakaanza kukata tamaa, lakini Nangu alisema ya kwamba turejee katika mchezo kwa kufunga goli lake la kwanza katika ligi kuu ya NBC, lakini ni goli la pili tangu amekuja Simba Sports Club. Kwa lugha nyepesi, yani kwa lugha nyepesi kweli, mabeki wetu watatu wakati wana magoli kweli. Wilson Nangu ana magoli mawili ligi moja kwenye ligi kuu ya NBC. Inspector Karabwa Shamo ana goli mawili, nikumbusheni, ana goli moja. Rushain De Rock ana magoli mawili. Rushain De Rock ana magoli mengi kuliko washambuliaji wa ligi kuu ya Tanzania. Hivyo kwa Wilson Nangu ana magoli mengi kuliko washambuliaji wengi katika ligi kuu ya Tanzania. Hii inaonyesha ni kwa namna kwenye kuitumikia Simba Sports. Ndio tuseme bahati njema kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Leo tulikuwa ugenini nyumbani. Ugenini kitaratibu na kikanuni, lakini nyumbani kwa maana ya wingi wetu, lakini nyumbani kwa maana ya kufungua bismillah matumizi ya uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Kila kitu kimekwenda vizuri, na nichukue nafasi hii kuwashukuru mashabiki wote wa Simba Sports ambao wamekuja uwanjani hii leo kuja kutusupport. Nilikuwa napata hofu sana wangetuacha peke yetu, tungejisikia unyonge. Na kama haitoshi, JKT wana vijana wao fulani hivi ambao huwa wanapiga mangoma sana. Leo nadhani wanawaza majukwaani wakitawala, wale vijana wa JKT wamenyoa, wanacheza na kushangilia muda wote. Sisi tungekaa kinyonge katika ardhi yetu, tungejisikia unyonge, lakini washabiki wetu wamekuja na tulitoa agizo waje na mangoma yale makubwa, wamekuja nayo na tumeikamata Meja Isamuyo. Tumefurahi ambao wamekuja uwanjani na wengi wametumia utaratibu wa kukodisha magari na kuja kwa pamoja, sababu logistics za usafiri kwa huku Mbweni changamoto kidogo. Huku Mbweni kila mtu ana gari lake, kwa hiyo daladala zinapita Bunju kule, Bunju bisi, Bunju huko Latifu ndo nakaa huko na kambali mama, lakini leo daladala zinapita huko kule, inabidi uchukue bodaboda nyingine tena uje mpaka huko. Sasa walichokifanya mashabiki wa Simba ni kwamba wametengeneza kwa utaratibu, kila tawi, kila kundi wanachangisha nauli zao, wanakuja uwanjani, gari inapaki hapo, ikiisha mnaingia kwenye magari yenu mnarudi mjini. Na mechi zinazokuja ambazo sisi tutakuwa nyumbani hapa Meja Isamuyo, waje kwa mtindo huo. Tuendelee kuiunga mkono Simba yetu, huu ni mwaka wetu. Pantev, mechi yake ya kwanza ya ligi. Bila shaka kuna ujumbe ameupata kupitia mechi hii. Hii ligi ni ngumu kweli. Hawa JKT Tanzania kwa namna ambavyo wameonyesha kiwango bora hii leo, bila shaka mwalimu ana kazi kubwa ya kuendelea kuboresha vijana wake, kwa sababu kitu kizuri fungua zaidi ya kwa sababu kunakoelekea unaamini patakuwa pagumu, lakini ukianza na mchekechekea unampiga mtu psychological, unakwenda kuamini ya kwamba
ligi ya Tanzania. Kumbe ni mseleleko namna hii, lakini ukianza na watu chuma namna hawa kama JKT, bila shaka mwalimu kuna homework kubwa ambayo ameipata hapa na anakwenda kuifanyia kazi. Kuifanyia kwake kazi ni faida kubwa kwa maendeleo ya Simba Sports Club. Kuhusiana na bado sisi tunatumia Benjamin Mkapa, nowhere to go. Nyumbani zitakuwa Benjamin Mkapa. wenzenu wamevuka maji, wanasema wanasafisha. Sasa sisi mtabaki wenyewe. Kimsingi lazima mtambue kwamba Benjamin Mkapa is not for everyone. Benjamin Mkapa is for Simba Sports Club. Ule uwanja umetengenezwa kwa ajili yetu. Sisi ndio tunatumia, sisi ndio wenye miliki nao, na sisi ndio klabu pekee ambao tumeshawahi kutoa fedha yetu kwenye ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo sisi ule uwanja unatuhusu kwa 100%. Hivyo hatuna pa kuhama kama hakuna sababu ya msingi. Kwa hiyo Benjamin Mkapa sio kwa kila timu. Unaweza ukatamani kucheza Benjamin Mkapa, lakini una uwezo wa kucheza Benjamin Mkapa. Unaweza ukawa unajua kuna kutamani na uwezo. Unaweza ukawa na hamu ya kutumia Benjamin Mkapa, lakini huna hadhi. Benjamin Mkapa is for Simba Sports Club. Hata ukirejea historia yake, sababu ya kujengwa Benjamin Mkapa ni sisi Simba Sports Club. Baada ya hayati Benjamin Mkapa kuona mashabiki wa Simba ni wengi kuliko uwezo wa uwanja wa Uhuru, akasema tunabidi kujenga uwanja mkubwa zaidi, ndio tukajengewa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ni Benjamin Mkapa, Simba Sports Club. Kwa kumalizia, mashabiki wengi wanazungumza, wanasema kwamba ukiona timu yoyote iko